Tunaposonga mbele ni kwamba watu 5 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwa kupigwa risasi na maafisa wa GSU katika eneo la Angata, Barikoi, Kilgoris, kaunti ya Narok kufuatia mzozo wa ardhi. Wakazi wenye hasira walifunga barabara, kuchoma magari kadhaa na hata kukabiliana na polisi, hali iliyosababisha maafa. Mwanahabari wetu Tobias Meso na taarifa hii. Mzozo huu ulianza wakati wakazi wanaodaiwa kuwa na umiliki wa kihistoria wa ardhi hiyo walipozuia maafisa wa serikali wa ardhi kuingia kupima eneo hilo lenye mgogoro. Wakati wa machafuko hayo, magari kadhaa ya maafisa wa wizara wa ardhi na taasisi nyingine za serikali yalichomwa moto. Tuko na kilio kubwa juu tumepoteza ndugu zetu na tumepoteza na hakuna haki ambayo tunashughulikiwa. Sasa tumejeruhiwa. Sasa hizi tumekuwa vilembe. Hii kisaka ilitupata tukiwa kwa shamba, nikiwa ninapalilia kwa shamba. Ndio wakaanza kupiga marisasi juu mpaka wakanipa hiyo majeraha ambayo. Wengine kadhaa walijeruhiwa, wakiwemo maafisa wawili wa polisi waliopigwa mishale, mmoja kichwani na mwingine kiunoni. Wale waliopata majeraha mabaya walipelekwa katika vituo maalum vya matibabu kwa ajili ya huduma zaidi. Wale wenye wameweza kupoteza uhai ni wale ambao wamefucha damu mingi. Ni wale majeruhi ambao unaona hapo nyuma ni they are in a stable condition. Hisia ziliongezeka katika kituo cha afya cha Angata, Barikoi wakati mwakilishi wa eneo hilo Joseph Koech na mwanaharakati Johana Kamilan walipozimia baada ya kuona miili ya waliouawa. Haki ya Mungu, watu wanauawa bure kwa shabaha. Mimi nimezaliwa hapa Angata 30 years. Tukipewa na Moi akaenda, Kibaki akakuja, hakuna mtu alisulia watu. Uhuru akakuja. For 30 years saa hii tunakuja pigwa risasi kwa shamba yetu. Nje ya kituo hiki, polisi walilazimika kuwatawanya watu waliokusanyika katika kituo cha afya, wakihofia kuwa baadhi ya wakazi walipanga kuwashambulia maafisa wa polisi waliokuwa wakipokea matibabu. Tobias Meso, NTV.